BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulwa. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 17 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC, vikosi vya wazalendo vimedhibitisha kudhibiti eneo la Busumba lilopo umbali wa kilomita chache kutoka mji wa Bukavu, mkoa wa Kivu ya Kusini. Watu 32 wamepoteza maisha baada ya mgodi wa cobalt kuporomoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Tunaanza taarifa yetu kwa kile kinachotajwa kama hatua muhimu katika mfululizo wa operation za kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo mchana, wazalendo wamedhibitisha kuwa eneo la Busumba ambao liko umbali mfupi na mji wa Bukavu limewekwa chini ya udhibiti wao kamili baada ya tathmini ya kina ya usalama kufanyika. Kwa mujibu wa taarifa zilizopokewa, udhibiti huu umefikiwa baada ya kipindi cha mvutano na ukosefu wa utulivu uliotokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha katika maeneo ya milimani yanayozunguka Bukavu. Hatua hii imeonekana kama mwanga mpya kwa wakazi wa maeneo hayo ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliana na hofu, kusitasita kwa miundombinu ya huduma za msingi na changamoto za kiusalama zinazojirudia. Viongozi wa usalama wameeleza kuwa lengo kuu la operation hizo si tu kudhibiti maeneo muhimu, bali pia kufungua njia kwa upatikanaji wa huduma, kuimarisha doria na kuruhusu mashirika ya kiraia pamoja na mamlaka za mkoa kutekeleza majukumu yao katika mazingira salama. Taarifa zinazoongeza kuwa mazungumzo na tathmini za kiafya, kijamii na kiuchumi zinaendelea kufanywa ili kupima athari za muda mrefu kwa wananchi na kuwasaidia kurejesha katika hali ya utulivu. Katika jiji la Bukavu na vitongoji vyake, wakazi wamepokea taarifa hizi kwa matumaini mapya, japo wasisitiza umuhimu wa kuchukuliwa kwa hatua endelevu na si za muda mfupi. Viongozi wa dini, asasi za kiraia na wazee wa mitaa nao wametoa wito wa kudumishwa kwa njia za majadiliano, ushirikiano wa kikanda na uwepo wa mashirika ya kusaidia utulivu ili kuhakikisha mafanikio haya hayageuki chanzo cha mvutano mpya. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia kile walichokiongea wazalendo. Hapa kote tushapiga, tuna advance. Busumba njoo hii tulishakaba, advance yangu lishakaba Busumba. Ndio kilalo ya Busumba hii, watu wanasema no. Adui M23 terroriste tulishakaba. Hapa tuna advance, Munyarwanda moja kwa moja tutamrudisha kwao. Sisi tunaomba wakongomani kutuombea na kutupatia baraka mingi. Paske ni nchi yetu, hatuna kitu kingine, hatutapigania kingine. Hii ndio nchi watatetu walituachaka, baka tunyang'anya nchi, hatuna nyingine. Na ndio kwa maana kukufa kupona tutakufa na silaha mkono juu ya nchi. Katika muktadha mpana zaidi, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaelezea kuwa hali ya mashariki mwa DRC bado inahitaji mbinu jumuishi zinazoshirikisha kidiplomasia, ushirikiano wa kikanda
na mikakati ya kupunguza mvutano baina ya wananchi na makundi ya kijamii yanayoshindania udhibiti wa ardhi, biashara na ushawishi wa kisiasa. Wanasisitiza kwamba mafanikio yote ya kijeshi yanapaswa kuambatana na suluhu za kijamii na kiuchumi ili kudhibiti mizizi ya migogoro. Kwa sasa, mamlaka za eneo la Kivu ya Kusini zimewahimiza wananchi wote wa Bukavu na maeneo ya jirani kuendelea na shughuli zao kwa utulivu, huku wakifuatilia taarifa rasmi kutoka vyombo vya dola na vyombo vya habari vinavyoaminika. Serikali imeahidi kutoa taarifa zaidi pindi tathmini ya kina ya hali ya Busumba na maeneo yanayolizunguka itakapokamilika. Bado tupo hapa DRC. Tunafungua taarifa yetu ya leo kwa ujumbe mzito kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vifo 32 vimeripotiwa kufuatia ajali mbaya ya mgodi wa Cobalt kuporomoka. Tukio hili limetokea wakati wachimbaji kadhaa wakiwa ndani ya mgodi huo kwa shughuli za uchimbaji katika eneo ambalo limekuwa na shughuli nyingi za kiuchumi zisizo rasmi. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka mashinani, ajali hiyo ilitokea baada ya milio ya risasi inayodaiwa kufuatiliwa na maafisa wa usalama waliokuwa wakilinda eneo hilo la uchimbaji. Ripoti zinasema kuwa milio hiyo ilisababisha taharuki na msongamano wa watu katika harakati za kukimbia. Baadhi ya wachimbaji waliteleza na kuanguka ndani ya mgodi ambao baadaye uliporomoka kutokana na mtikisiko na udhaifu wa udongo. Timu za uokoaji zilizowasili maeneo ya tukio zimetumia saa kadhaa kujaribu kuwafikia manusura, huku wakazi wa eneo hilo wakiendelea kushuhudia kazi ya kuopoa mili kutoka kifusini. Mashuhuda wanaripoti hali ya simanzi, vilio na mchanganyiko wa hofu na athira, wakitaka ufafanuzi wa haraka kuhusu mazingira yaliyosababisha tukio hilo. Serikali ya mkoa imetoa taarifa ikithibitisha vifo hivyo na imeahidi uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha risasi. Jukumu la maafisa wa usalama na iwapo kulikuwepo na uzembe katika usimamizi wa eneo hilo la uchimbaji. Uongozi wa kitaifa pia umetaka taarifa za udhibitisho kutoka kwa vyombo husika kabla ya kutoa tamko kamili kwa umma. Kwa sasa, miili ya waliofariki imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti, huku madaktari na wahudumu wa afya wakiendelea kuwatibu manusura waliojeruhiwa. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameanzisha vituo vya msaada wa kisaikolojia kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, wakisisitiza umuhimu wa msaada wa haraka katika kukabiliana na athari za tukio hili. Wachambuzi wa masuala ya rasilimali na uchumi wanaeleza kuwa matukio kama haya yanazidi kuibua mjadala kuhusu usalama wa wachimbaji, migogoro ya udhibiti wa maeneo ya Cobalt, pamoja na nafasi ya vyombo vya dola katika kusimamia maeneo tete ya uchimbaji madini mashariki mwa DRC. Wanasisitiza kwamba migodi isiyo rasmi mara nyingi ukabiliwa na hatari kubwa kutokana na ukosefu wa vifaa vya usalama, sheria za utunzaji wa mazingira na usimamizi wa kitaalamu. Mamlaka za eneo zilizo katika wilaya hiyo zimewahimiza wananchi kutulia na kuruhusu vyombo vya uokoaji pamoja na uchunguzi kufanya kazi zao bila usumbufu. Jeshi la polisi wameimarisha ulinzi ili kuhakikisha hakuna hatari zaidi. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua.
BMP TV Professional Update.